Katika wasaa mwingine, karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na tunamtazama rais wa Marekani Donald Trump ambaye ametangaza hali ya dharura ya kitaifa na kutishia kutoza ushuru mkubwa kwa nchi yoyote inayosambaza mafuta kwa Cuba, na hivyo kuongeza shinikizo kwa Havana baada ya operesheni ya kijeshi ya Marekani nchini Venezuela ambayo tayari iliweza kumwondoa rais wa taifa hilo Nicolas Maduro na taifa hilo la kisiwa kutoka chanzo chake muhimu zaidi cha nishati. Rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump amesema taifa lolote ambalo litapeleka mafuta huko Venezuela litakumbwa na vikwazo vikubwa, ikiwa ni pamoja na ushuru. Baada ya kumteka nyara rais wa Venezuela Nicolas Maduro mapema mwezi huu, Marekani imeweka macho yake kwa Cuba ambayo Trump anadai iko tayari kuanguka katika siku zijazo. Katika amri ya kiutendaji iliyotoa saini siku ya Alhamisi, Donald Trump alitaja Cuba kama tishio lisilo la kawaida na la ajabu kwa usalama wa taifa la Marekani. Marekani haina uvumilivu kabisa kwa kukandamizwa kwa utawala wa kikomunisti wa Cuba. Agizo hilo lilisema, nimegundua kuwa sera, mazoea na vitendo vya serikali ya Cuba vinatishia moja kwa moja usalama wa kitaifa na sera za kigeni za Marekani, na hivyo lazima tuhakikishe serikali ya Cuba inaanguka madarakani. Hatuwezi tukavumilia aina ya siasa zinazoendeshwa katika taifa hilo la kikomunisti. Rais wa Marekani wakati huu anaonekana anapambana na mataifa ya kikomunisti na ni kama vile anarejesha historia ya vita baridi, ambapo taifa hilo kwa muda mrefu baada ya vita vya pili vya ulimwengu ilikuwa ikipambana na vita vya mseto, vita vya kikomunisti ambavyo vimekuwa vikipinga sera za uwekezaji katika mataifa hayo. Vita hivyo kwa kiasi kikubwa viliyakumba mataifa kama vile Urusi pamoja na Uchina, lakini pia na mataifa yote ambayo yalikuwa na sera hizo. Hata hivyo, ni katika enzi ya Usovieti ambayo hadi leo hii bado historia ipo kuonyesha kwamba mataifa ya kikomunisti bado yamekuwa yakikumbwa na msukosuko wa Marekani na nchi za kimagharibi. Rais wa Marekani amesema kwamba mipango yake ni kuhakikisha kile kilichotokea nchini Venezuela kinaikumba pia na Cuba ambayo kwa kiasi fulani hali ya uchumi wake imezidi kushuka. Rais huyu amesema Cuba itaanguka muda sio mrefu. Hata hivyo, rais wa Marekani bwana Donald Trump amesema agizo hilo linaweka utaratibu wa kutoza ushuru wa ziada unaoweza kuwa mkubwa kwa uagizaji kutoka kwa taifa lolote linalopatikana moja kwa moja au kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja kuuza au kutoa mafuta kwa Havana. Inatoa mamlaka mapana kwa mawaziri wa nchi na biashara kubaini wakiukwaji na kupendekeza viwango vya ushuru vya rais wa Marekani Donald Trump. Hata hivyo, wakati huu inadaiwa kwamba Urusi pamoja na Uchina zimejiandaa vilivyo kwa ajili ya kuisaidia nchi hiyo katika kuhakikisha inapata mafuta baada ya rais wa Marekani kuona kwamba tayari ameshamzuia Nicolas Maduro ambaye ndiye alikuwa msaada wa taifa hilo katika kupeleka mafuta. Hatua hiyo inarasimisha na kuongeza kizuizi cha nishati ambacho kimekuwa kikiendelea kwa wiki. Operesheni ya kijeshi ya Marekani ambayo ilimkamata kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro mapema mwezi huu ilikata chanzo kikuu ghafi nchini Cuba. Shinikizo lililofuata ni kwa Mexico, muuzaji wa mwisho wa Havana aliyebaki, imeacha kisiwa hicho kikikabiliwa na uhaba mkubwa. Trump alitabiri Jumanne kwamba serikali ya Cuba itashindwa hivi karibuni, akijigamba kwamba kukatwa kwa mafuta na mapato ya Venezuela kumeifanya Havana kufikia ukingoni. Kulingana na kampuni ya data, Cuba ina siku 15 hadi 20 tu za akiba ya mafuta iliyobaki. Nchi hiyo tayari inavumilia kukatika kwa umeme kila siku, na wachambuzi wanaonya juu ya kuporomoka kwa uchumi na mzozo wa kibinadamu bila ugavi wa haraka, huku rais Trump akichochea zaidi kushuka kwa uchumi wa taifa hilo kwa kuziba minyororo ya upatikanaji wa mafuta katika taifa hilo. Ikulu ya White House katika taarifa yake iliweka tangazo hilo la dharura kama jibu la lazima kwa shughuli mbaya, ikishutumu Cuba kwa kuwa mwenyeji wa kituo kikubwa zaidi cha kijasusi cha ng'ambo cha Urusi na kutoa mazingira salama kwa vikundi vya kigaidi. Pia ilishutumu Havana kwa kueneza ushawishi wa kikomunisti katika ulimwengu wa magharibi. Rais wa Cuba Miguel Diaz-Canel ameendelea kukaidi akisema mapema wiki hii kwamba ukali wa nyakati hizi na ukatili wa vitisho dhidi ya Cuba hautarudisha nyuma. Cuba imekuwa chini ya vikwazo vya kibiashara vya Marekani tangu miaka 1960, lakini haijakabiliwa na uwezekano wa kuzuiliwa kwa wanamaji wa Marekani tangu mwaka 1962 wakati Rais John F. Kennedy alipoiweka chini ya karantini kwa siku 13 ili kuzuia uhamisho wa makombora ya Usovieti kwa jeshi la Cuba.
Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.